taarifa za matumizi ya fedha ndani ya vyama vya siasa ilivyogeuzwa mwiba wa kuvuruga vyama vya upinzani na kujikuta katika migogoro ya mara kwa mara. Kwa nini matumizi ya fedha yanaleta migogoro? Mifumo ya utawala fedha haipo, ama ujuzi wa kutawala fedha haupo, ama kuna nia ya thabiti ndani ya vyama vya siasa kuvuruga masuala ya fedha? Nini kinaendelea? Vyama vingi vimekuwa vinaingia kwenye mgogoro wa kifedha kwa sababu ya kutokuaminiana. Hilo la kwanza ni sababu moja hapo, lakini nje ya kuaminiana ni sera za vyama wakati mwingine sio shirikishi katika masuala ya mapato na matumizi. Na ukiangalia migogoro mingi naingia, uwazi umekuwa umepungua sana. Kwa hiyo unakuta, ndio maana unakuta vyama vingi, nadhani umeona sasa hivi vyama vingi vimeingia katika matatizo ya kifedha. Moja, sera; mbili, uaminifu na kutokuaminiana. Kwa hii migogoro ni halisi ama ni ya kutengenezwa? Ni migogoro ni halisi wakati sera kama haijakuwa rafiki na ina historia kabisa. Hii migogoro haijaanza leo. Vyama vyote vinavyoingia kwenye migogoro vina asili yake ya migogoro. Na hapo nongea ni vyama vyote ama ni vyama maalum ama ni vyama vinapoingia, si vyama tuna historia. Hata vyama tunasema Tanzania, vyama vyote vinavyoingia katika masuala ya migogoro vinakuwa vina historia. Huenda vikae na historia ya siasa ya kichuki au siasa ya makundi au mgawanyiko katika vyama vyao. Vyote vinapelekea huko kuingia kwenye mgogoro. Ramabi, mimi nataka kujua kwamba tunapozungumzia swala la fedha ni maslahi pia, iwe kichama kwa mtu mmoja mmoja au la iwe kwa viongozi. Siasa ni maslahi. Siasa ndo mfumo unaoongoza taratibu za watu. Kwa hiyo lazima tuseme ni maslahi ya watu. Tuna akili kabisa siasa ni maslahi, na ndio maana unakuta watu wengi wanatumia nguvu nyingi kutaka madaraka, kutaka maeneo, kazi mbalimbali katika siasa, kwa sababu siasa ni maslahi ya watu. Na uwezo ukaingia kwenye siasa wakati fulani kama haujajimarisha kiuchumi. Na ndio maana umeona sasa hivi ukitaka kuingia kwenye ngazi yoyote ya udiwani, ubunge, lazima uwe na pesa ili uweze kupata nini? Ubunge. Tofautisha na zamani. Zamani ulikuwa mtu yote anaweza akapata ubunge. Pumzi, wewe umekuwa ni mshauri wa masuala ya uongozi katika sekta mbalimbali na pia katika masuala ya kiserikali. Halmashauri zetu hizi hapa, vyama vya siasa pia havijakuwa nje ya ulingo wako. Kikawaida, utaratibu mzuri wa matumizi ya fedha, kwa mfano hapa katika mada ya leo vyama vya siasa, unatakiwa uwe vipi? Taratibu ziko kikatiba na kikanuni. Na kwenye swala la kikatiba, kama katiba imeeleza, kwa sababu kila vyama vina katiba yake, vinaeleza kwenye sheria namna ya mapato na matumizi vinakuaje. Na kuna kanuni za kifedha kwamba pesa zinatakiwa ziingizwe vipi, nani kamati tendaji, nani mwenye mamlaka ya kuidhinisha. Kwa sababu swala la fedha lazima bodi ya wadhamini waujue utaratibu unavyoendeshwa. Hajichukuli mtu mmoja tu, kwamba tunapozungumzia taasisi, tukishakuwa kwenye taasisi tu, hata mimi mwenyewe nikiwa na familia tu tayari ni taasisi. Kwa hiyo hata nikitaka kutumia hela yangu nimepata mshahara, lakini watoto lazima ukitumia vibaya lazima wakuulize hii hela unaitumiaje vibaya. Kuna swali hapa bonus. Omar, ni kipi kinaweza kuharibu chama zaidi, ukosefu wa fedha au migogoro ya viongozi, na ni kwa nini? Ni migogoro ya viongozi. Ni chama kinaweza kikawa hakina fedha, lakini kama viongozi wakiwa thabiti, wakashikamana. Zamani fedha kulikuwa hakuna sana, tofautisha na sasa hivi vyama vingi vimekuwa vina uwezo hata wa kupewa fedha na wadau, lakini shughuli za chama zilikuwa zinaenda. Migogoro katika chama ni sehemu ya sababu kubwa ya vyama kutokufika kwenye nafasi yake au kufika kwenye malengo yake. Unajifunza nini tuliposema siasa ni maslahi kwa viongozi ambao wanaonekana kutafuta maslahi ndani ya siasa kabla ya kuwa na maslahi na baadaye wajiunge na siasa? Na ndio maana Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kama unakumbuka, katika mwaka 1967 katika kitabu cha Azimio la Arusha alisema uwezo ukaingia ili uingie kwenye siasa lazima uwe na kazi. Kwamba bahati mbaya sasa hivi watu wengi wanaingia kwenye siasa ndio sehemu ya mtaji wao wa kujipatia pesa. Kwamba Mwalimu Nyerere aliweka Azimio la Arusha mwaka 1967, ili ukitaka kuingia kwenye siasa lazima uwe na kazi ambayo inakufanya wewe umeshajimudu ndio uingie kwenye siasa, ili usiwe ombaomba. Na ukiona mtu anaingia kwenye siasa kama ni sehemu ya mtaji, ndio kama swali lako umesema siasa ni maslahi ya watu ili kuweza kujipatia pesa
au kuendesha shughuli zao. Na bahati nzuri sasa hivi Ramabi endelea. Na utegemezi wa wafadhili unaweza kuathiri sera au maamuzi ya chama katika chama chochote cha siasa? Wafadhili wakati mwingine vyama vingi vinategemea, kwa sababu kwenye katiba zao kuna kuwaga na pesa, yani tuna vyanzo vya mapato. Vyanzo vya mapato vinaweza kutoka kwa wanachama, vyanzo vya mapato vinaweza kutoka kwa wafadhili au wadau wa kawaida ambao wadogo. Sasa vyama vingi hivi vya Afrika vinategemea wafadhili, kwa sababu ukizungumza mapato ya wanachama mara nyingi yanakuwa hakuna mwanachama anaweza akalipa ada complete ya miaka 10, miaka 5, na ada yao unaweza kushangaa kwa mwaka haizidi 5,000. Kwa hiyo wanategemea ufadhili sana kutoka kwa wadau kuendesha shughuli zao, au pesa zile kama ruzuku kutoka serikalini. Kama vyama vinakuwa vinawakilishi kutoka bungeni, wanapata ruzuku kwa ajili ya kuendesha hicho chama chao. Hivi ushiriki wa ofisi kwa mfano kama ya msajili wa vyama huwa ina mchango gani katika kusaidia vyama kuwa na mifumo mizuri ya kumanage fedha zao za ndani? Moja, kwenye ukaguzi, kuna wakaguzi wa ndani wa vyama, kwamba lazima ni jambo la msingi ofisi ya vyama vya upinzani kujifunza matumizi bora katika nini. Ni jambo lipi ambalo vyama vya upinzani vinaweza vikajifunza kutoka chama tawala katika swala matumizi bora ya fedha? Ni kwenye masuala ya jinsi wanavyojiendesha matumizi, kwa sababu uwazi ndo kitu cha msingi. Kwa mfano kama ulivyosema swali lako la kwanza la msingi, nafasi ya msajili kwenye ukaguzi, vyama lazima vikaguliwe na vikubali kukaguliwa. Bahati mbaya vyama hivi vingine wakati mwingine kupata ukaguzi na kuweka mambo yao wazi, hapo ndo mfumo ambao unashindikana. Kwa hiyo swali la msingi, wanajifunza nini hasa kwenye uwazi, kwenye ukaguzi, wakubali kukaguliwa na viwe rafiki. Kwa mfano kama sasa hivi umeona katika hivyo vyama vya upinzani, umeuliza swali lako, tumeona hoja mbili ambazo zimeibuka. Kwa mfano hoja ya kwanza ya kule Chauma, lazima tuambiane ukweli, na hoja ya pili umeona kwa kakangu John Heche ambaye akiutumiwa amefanyaje, amechukua hela. Sasa ukiangalia ule ni uadilifu, na umeona kwa mfano kama kwa Chauma katibu mpaka ametolewa na aliandika mpaka barua ya kutaka kufanyaje, kujitetea, na chama hakikumpa nafasi ya kujitetea, kwa sababu ni namna ya kusuluhisha. Vyama hivi vingi vinapitia katika ile kinaitwa internal democracy, yani internal diplomacy, yani diplomasia ya ndani ya usuluhishi. Hapo ndipo changamoto katika vyama hivi, ni namna ya kutatua migogoro yake. Na hata ukienda kwenye rafiki zangu, ndugu zangu upande wa kakangu John Heche kwa Chadema, nayo asili hivyo, namna ya kutatua zile kusili zao, kwa sababu ukiangalia kama Chadema wana taktiko 3 ambazo zinazowapa nguvu. Kitaktiko ya kwanza ni ushawishi wa kwenye majukwaa, taktiko ya pili nguvu ya vijana, na taktiko ya tatu ulinzi wa ndani. Vina historia, kwa mfano kama Chadema wana historia kubwa sana kuingia katika, ukitaka kwenye ulinzi wa ndani, kama kiongozi akitaka kutoa ishu yake yoyote, yani kuongea, kwa mfano ilishatokea 2008 kwa Wangwe Bobu, lakini ilishatokea kwa Zitto Kabwe 2015 akiwa naibu katibu bara, lakini hata 2013 akina Profesa Kitila Mkumbo pamoja na mzee wetu Magimba, lakini ukiondoa hapo, na hata kipindi kile cha wale wabunge 19. Sasa hii inaashiria ni namna ya kusolve matatizo, na kama mtakuwa mnavurugana hamwezi mkaendelea. Kuna ambao wanafikiri kwamba labda migogoro hii labda inachochewa kutoka nje. Unasemaje katika hilo? Ni vyama hivi mimi na uzuri siasa naifahamu kidogo, vina asili yake, yani toka kuanzishwa. Kwa mfano Chauma kutoka NCCR Mageuzi, na chama cha Chadema toka kuanzishwa kwake 93, ni asili, ni siasa yake. Kama nimesema taktiko 3. Taktiko ya kwanza ile ya ulinzi wa ndani, kama wanachama yote akitaka kuenda kinyume na ile ulinzi wa ndani, kwa sababu katiba yao ina kwenye haki za mwanachama katiba yao, kwa mfano kama Chadema ina haki 4 tu mwanachama. Haki ya kwanza kuomba uongozi, kuchagua, katiba ile katika ukurasa wa haki ya mwanachama 5.2 kuchagua, lakini pili kuchaguliwa, ya tatu ni ile kufanyaje, kutoa maoni yao, lakini maoni yao yanatakiwa yasitolewe kwenye mijadala ya nje, inatakiwa itolewe majadala. Unafikiri hizo haki hazitoshi wao kutoa maoni yao?
Na unafikiri hizo haki hazitoshi kutoa maoni yao? Mijadala ndani sasa. Maoni yake yatakiwa hayatolewe nje, yanatakiwa yatolewe nini? Ndani. Lakini ni kwa vyama vyote lakini ukiona kwa mfano kama hiyo katiba ya Chadema kwenye kanuni ya masuala ya matumizi ya fedha. Na hapo ndipo ambapo swali linatakiwa, kama tuhuma hizo zinazotuhumiwa kwenye kanuni. Ukienda kwenye sura ya 8 kwenye hiyo kanuni ya Chadema nasema mali zote zinakuwa chini ya bodi ya wadhamini na chini ya katibu mkuu, na haziruhusiwi pesa yote kutumika mpaka kamati tendaji inafanyaje, inatoka. Na uzuri wana kamati ndogo ya fedha. Tupo mwaka wa mbele, imewashika.